Moto mkubwa wa nyika umeibuka katika maeneo ya pembezoni mwa jiji la Yerusalem siku ya Jumatano Aprili 30 na kuwalazimu wakazi wa jamii kadhaa kuhama makazi yao, huku barabara kuu ikifungwa na Israeli ikiomba msaada wa kimataifa kusaidia kuuzima moto huo mkubwa ambao haujawahi kutokea nchini humo. Picha za televisheni zilionyesha moto ukiwaka kando kando ya barabara kuu ya kwanza inayounganisha Yerusalem na Tel Aviv, huku watu wakikimbia magari yao na kukimbilia mbali na moto huo uliokuwa ukiambatana na moshi mzito uliotanda kwenye vilima vinavyoizunguka Yerusalem. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema kuwa Italia na Croatia zinatarajiwa kutuma ndege 3 maalum za kuzima moto ili kusaidia kukabiliana na hali hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imeongeza kuwa ombi la msaada pia limepelekwa kwa Ugiriki, Kupro na Bulgaria. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel, takriban huduma 120 za zimamoto na uokoaji zilipeleka timu kadhaa pamoja na ndege na helikopta katika juhudi za kudhibiti moto huo. Jeshi la Israel pia limethibitisha kuwa vikosi vyake vya uokoaji na utafutaji vinashiriki katika operesheni hizo. Polisi wamesema kuwa jamii 3 tayari zimeshaondolewa wakazi wake kwa ajili ya usalama na watu wasiopungua 13 wamejeruhiwa. Hadi sasa hakuna taarifa ya vifo zilizoripotiwa. Moto huo umetokea wakati Israel ikiadhimisha siku ya kumbukumbu kwa askari waliofariki, na shughuli nyingi za maadhimisho ya usiku wa siku ya uhuru zimesitishwa, ikiwemo hafla kuu ya kitaifa iliyopangwa kufanyika Yerusalem.